BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndogo mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo, sauti yako ya uhakika, habari, uchambuzi na matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Mimi bila pengo ulua na kuletea taarifa kamili kutoka hapa BMP TV online. Endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment BMP TV online ili uwe wa kwanza kupata update zetu zenye uhakika kamili. Leo tunakuletea taarifa rasmi ya habari kutoka Kalemi, mkoa wa Tanganyika. Na huu ni mtasari wa habari. Mwanamke mmoja aitwaye Mami Ndaya mwenye umri wa takriban miaka 40 amefariki dunia baada ya kupigwa kikatili na mume wake. Kunao na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Tukio la kusikitisha na lenye kugusa moyo limegundulika mji wa Kalemi, mkoa wa Tanganyika. Mwanamke mmoja, Mami Ndaya, amepoteza maisha baada ya kupigwa vibaya na mume wake usiku wa kuamkia Jumapili. Kwa mujibu wa mashuhuda, mzozo wa kifamilia ulioanza ndani ya nyumba uligeuka ghafla kuwa kitendo cha kikatili. Majirani walipoingia ndani walimkuta marehemu akiwa amejeruhiwa vibaya na kupoteza fahamu. Haraka walimkimbiza hospitalini, lakini alipoteza maisha njiani kabla ya kufikishwa hospitalini ya rufaa ya Kalemi. Mwili wake kwa sasa unahifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti. Kwa upande wa mtumiwa Chipanga, ambaye ndiye mume wa marehemu, mara baada ya tukio alikimbia na hajulikani alipo. Polisi wa Kalemi wamethibitisha kuwa msako umeanzishwa ili kumkamata na kumfikisha mbele ya vyombo vya sheria. Maoni ya wananchi. Hasira na huzuni vimetanda katika mitaa ya Kalemi. Wananchi wengi wametoa maoni yao kwa uchungu mkubwa. Bahati, mkazi wa mtaa wa Kataki, amesema, na nukuu maneno yake: "Tuliposikia mayowe ya dada yetu tulijua kuna tatizo kubwa. Tulipoingia ndani, hali tuliyokuta ilikuwa ya kutisha. Hatuwezi tena kuendelea kuishi katika jamii inayokubali vitendo vya kikatili kama hivi. Tunataka haki ichukue mkondo wake bila kuchelewa." Bi Furaha, mama wa familia jirani, amesema, "Wanawake tunaishi kwa hofu kubwa. Ukatili huu umetufanya tuamini kwamba hakuna mwanamke aliye salama. Serikali lazima ichukue hatua na jamii nzima ifundishwe kwamba ndoa si uwanja wa mateso." Wananchi wengi walikusanyika kwa mamia nje ya hospitali wakilaani tukio hilo na kushikilia kwamba vitendo vya aina hii haviwezi tena kuvumiliwa. Kauli za mashirika ya haki za binadamu. Mashirika ya haki za binadamu yale ya kutetea haki za wanawake yamepaza sauti zao kwa pamoja. Shirika la Umoja wa Wanawake wa Tanganyika, SUWATA, limesema kifo cha Mami Ndaya ni ushahidi wa kushindwa kwa mifumo ya ulinzi wa wanawake. Tunataka serikali ichukue hatua mara moja kuanzisha vituo vya msaada wa kisheria na kisaikolojia kwa wanawake wote wanaoishi kwenye ndoa zenye ukatili. Human Rights Watch DRC limeongeza, ukatili wa kifamilia ni janga la kitaifa. Serikali haina budi kuhakikisha sheria zilizopo zinatekelezwa ipasavyo na wahalifu wanaoshiriki katika vitendo vya kikatili wanakamatwa na kupewa adhabu kali. Mtandao wa mashirika ya wanawake mashariki mwa Kongo, RIFASCO, umesisitiza kukomesha ukatili wa kifamilia ni jukumu la jamii nzima. Viongozi wa kijadi, viongozi wa dini na viongozi wa kisiasa wanapaswa kushirikiana katika kampeni ya kitaifa ya kuokoa maisha ya wanawake. Mitazamo ya wanasiasa wa ndani. Wanasiasa wa mkoa wa Tanganyika pia wamejitokeza kulaani kitendo hiki. Mbunge wa Kalemi, Mheshimiwa Patrice Kilolo, amesema, "Tukio hili ni fedheha kwa jamii yetu na ni aibu kwa taifa letu. Tunalazimika kuandaa sheria kali zaidi za kulinda wanawake na kuhakikisha kwamba polisi wana nguvu za kisheria kumkamata na kumwadhibu kila anayejaribu kunyanyasa mke wake. Hatutavumilia tena ukatili wa kifamilia." Mwenyekiti wa Baraza la Vijana Tanganyika,
Bwana Jonas Mukeba amesema, kama vijana tunataka kujua kwamba familia zetu ni sehemu ya amani na si sehemu ya mateso. Tunatoa wito wa elimu kwa vijana wote wa kiume kwamba ndoa ni ushirikiano na upendo na si uwanja wa kudhihirisha nguvu. Sauti za viongozi wa dini. Viongozi wa kidini wa mkoa wa Tanganyika wamezungumza kwa masikitiko na hasira. Askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Kalemi, Jean-Marie Mbayo, amesema maisha ya mwanamke ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kumpiga na kumuua mke wako ni dhambi kubwa na ni kinyume na imani ya Kikristo. Tunatoa wito kwa waumini wote kuishi kwa heshima, upendo na mshikamano ndani ya ndoa. Sheikh Ibrahim Katambwe, kiongozi wa Baraza la Waislamu Kalemi, ameongeza, Uislamu unakataza vikali ukatili ndani ya familia. Ndoa ni agano la heshima na staha. Kitendo cha chimpanga ni cha kinyama na akikubaliki mbele za Allah. Tunatoa wito wa toba, elimu ya dini na utii wa sheria ili jamii yetu iwe salama. Viongozi hao wamesisitiza kuwa makanisa na misikiti yote yatatumika kama jukwaa la kuelimisha jamii kuhusu madhara ya ukatili wa kifamilia. Tukio la kusikitisha la kifo cha Mami Ndaya limetikisa si tu Kalemi, bali pia taifa lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sauti za wananchi, mashirika ya haki, viongozi wa dini na wanasiasa zimeungana kwa pamoja kudai haki itendeke na kuhakikisha maisha ya wanawake wanalindwa. Kwa mara nyingine tena, tukio hili limebainisha kwamba ukatili wa kifamilia si tatizo la kifamilia pekee, bali ni tatizo la kitaifa na kijamii. Ni wito kwa serikali kuimarisha sheria, kwa jamii kushirikiana na kwa kila mmoja wetu kuchukua hatua. Mtazamaji wa BMP TV Online, kumbuka ndoa ni agano la upendo na mshikamano, si uwanja wa mateso. Ulikuwa nami Bila Pengo Uluwa. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment BMP TV Online ili uwe kwanza kupata taarifa zetu zenye uhakika zaidi. Tukutane tena majira ya saa 9 kamili panapo majaliwa. BMP TV Professional Update.